Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba uweke mkono wako wa kulia kwenye kifua chako. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo neno lako likanibadilishe, likaniguse, likaniongeze na likaniinue kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakuja mbele zako, ninakuomba ukabadilishe maisha yangu na ukayaguse maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Sasa leo tutajifunza vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya ili Mungu aweze kuyajibu maombi yako. Amina. Najua kila mtu ambaye yuko hapa siku leo ana mahitaji ambayo anapeleka kwa Mungu. Kuna vitu ambavyo anatamani Mungu aweze kuvifanya kwenye maisha yake. Na anaomba, sio kwamba haombi. Lakini shida kwamba anaomba lakini haupati majibu. Sasa shida sio kwamba Mungu hakusikii. Shida sio kwamba Mungu hana uwezo wa kujibu. Shida ni namna gani ambapo unamwendea Mungu. Kwa sababu Mungu hauwezi kumwendea hivi hivi na akakupa majibu ya kile unachokitaka. Mungu ni kama mzazi. Hata wewe kama mama, wewe kama baba, kuna namna ambayo mtoto akija kwako akakuomba kitu hauwezi kumpa. Ila kuna namna ambayo wewe kama mzazi, mtoto akikuomba kitu unaweza ukampatia. Sasa vivyo hivyo hata sisi kwa Mungu ni watoto. Kuna namna ambayo ukimwomba Mungu kitu, ama kuna namna ambayo ukimwendea Mungu anaweza akakupa kitu. Lakini pia kuna namna ambayo ukimwendea Mungu hawezi akakupa kitu chochote kwenye maisha yako. Sasa leo nitakwambia ni vitu gani vya kuweza kufanya ili Mungu aweze kujibu maombi ambayo unayaomba. Yakobo sura ya 4 mstari wa 3 unasemaje? Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Anasema kwamba hata mnaomba lakini hamfanyi nini? Hampati. Sio kwamba muombi. Kuna kuomba na kuna kupata. Sasa nyie mnaomba lakini hampati. Ina maana Mungu maombi haya anayasikia. Anasikia kabisa kwamba kuna watu wanaomba. Anasikia kabisa kwamba kuna watu wanaomboleza, lakini amechagua kuto kufanya nini? Kuwapa. Lakini sababu za kuto kumpa mtu Mungu anasema kwamba ni ngapi? Ni 2. Anasema mnaomba kwa sababu hampati, kwa sababu ili mnafanya vitu ili muweze kuvitumia kwa ajili ya tamaa zenu. Tamaa zenu. Tamaa ni zipi sasa? Hicho unachokiomba mwisho wake ni nini? Kwa mfano, unaomba Mungu akupe ndoa. Je, unaomba Mungu akupe ndoa ili watu wakuone? Je, unaomba Mungu akupe gari? Unamuomba Mungu akupe gari kwa sababu ya nini? Yaani end product ya kile unachokiomba ni nini? Msingi wa vile unavyoviomba. Unaomba Mungu kitu kwa ajili ya nini? Unapoenda kumwomba Mungu lazima ujiulize kwamba ninamwomba Mungu kwa ajili ya nipe nini? Kwa ajili ya nini? Kwa mfano, unamwomba Mungu akuinue kwenye biashara yako. Kisha kuinua kwenye biashara yako upate pesa. Ukishapata pesa ujenge. Ukishajenga unaweza ukajikuta kwamba kuna agenda fulani kipepo ambao kamejificha nyuma ya kile kitu ambacho unakiomba usipoangalia. Kwa hiyo anasema kwamba mnaomba lakini hampati, kwa sababu hamjui kufanya nini? Hamjui kuomba. Lakini pia anasema kwamba mnaomba ili mtumie vitu kwa ajili ya tamaa zenu wenyewe. Unaomba kwa ajili ya nini? Muulize mwenzako, unaomba kwa ajili ya nini? Sasa kitu cha kwanza, kuto kuwasamehe watu waliokukosea. Angalia kwenye maisha yako, kuna watu umewabeba, wamekukosea miaka 5 iliyopita, lakini umewabeba mpaka leo moyoni mwako. Kuna watu waliokukosea miaka 10 iliyopita, lakini mpaka leo umewabeba moyoni mwako, hujachagua kuachilia. Unanielewa? Ili Mungu aweze kukujibu maombi yako vizuri, lazima uchague kuachilia kwa wale waliokufanyia mabaya. Ni akina nani waliokukosea? Kuna mtu kuna sehemu katika maisha yako alikuumiza sana. Ni kweli alikuumiza. Alikusema vibaya, ni kweli alikusema vibaya na ulisikia ila hukumwambia. Alinena mambo maovu kuhusiana na wewe ambayo hata hujawahi kumfanyia na ulisikia kabisa, ila yeye alikuwa juu kama umesikia. Sasa kitu gani ambacho kitakufanya unapoenda mbele za Mungu, unapoenda kumwomba Mungu, unapokuwa hujamsamehe mtu, unapokuwa hujamwachilia mtu, Mungu hawezi kuachilia majibu kwenye maisha yako? Unasema mtumishi wa Mungu nayapata wapi hayo? Ngoja nikuonyeshe. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Marko sura ya 11. Kitabu cha Marko sura ya 11 ule mstari wa 25. Marko sura ya 11 na mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Unaona, anasema mkiwa na neno, nanyi msimamapo kusali, wasameheni kwanza waliowakosea, ili Baba yenu wa mbinguni nanyi afanye nini? Afanye kuwasamehe. Ina maana unapomsamehe mtu kwa kile alichokukosea, unafungua mlango wa Mungu mwingine wa Mungu naye kukusamehe kile
mkosea. Ina maana kwa lugha nyingine anasema, ina maana hata nikiomba msamaha kwa namna gani, hata nikiomba toba kwa namna gani, kama sijamsamehe aliyenikosea, mimi na mimi Mungu hawezi kunisamehe yale niliyo mkosea. Sasa kwa nini Mungu hawezi kukujibu? Kwa nini Mungu hawezi kukupa matokeo ya kile ambacho unamuomba? Ni kwa sababu unapoenda mbele za Mungu haujamsamehe mtu. Hata ukiomba msamaha, Mungu bado anakuona ni mchafu, kwa sababu Mungu anakuwa hajaondoa makosa yako, hajaondoa dhambi zako. Na unapokuwa ni mchafu, maombi yako yanafanyika kuwa kama makelele mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa Mungu hawezi kusamehe kwa sababu maombi yako yanakuwa ni kama makelele. Na makelele haya yanatokana nini? Kwa sababu umeshindwa kuwasamehe wale waliokukosea. Umeshindwa kuachia. Ni kweli najua kuna watu wametutendea vitu vya ajabu sana. Yaani kuna mambo mengine ukifikiria tu kibinadamu hivi ni ngumu kumwachilia mtu. Yaani mtu amekufanyia vitu ambavyo ulikuwa haujawahi waza kwamba mtu huyu anaweza kukufanyia. Kuna watu uliwaamini sana. Kuna watu uliwathamini sana. Na mlikuwa mnaishi nao vizuri kabisa, lakini vitu alivyokufanyia ukaja kushangaa, ni kwa nini huyu mtu amenifanyia vitu? Unasema, mtumishi wa Mungu, natamani kumsamehe huyu mtu, lakini nashindwa. Nimejaribu kufanya vitu vyote, mtumishi wa Mungu, ili niweze kumsamehe huyu mtu, nashindwa. Kama unashindwa kuwasamehe wale waliokosea, mwambie Yesu, naomba unisaidie. Mwambie tu Yesu, ninaomba unisaidie. Kwa akili zangu mimi Mungu nimejaribu kumsamehe huyu mtu na kumwachilia. Yesu, nimeshindwa. Yesu, ninaomba unisaidie niweze kumwachilia huyu mtu ndani ya moyo wangu. Watumishi wa Mungu, kweli kuna watu wanakwaza. Kweli kuna mtu anakufanyia vitu kwa makusudi, na unaweza kukuta alikufanyia mara ya kwanza ukamsamehe. Akakufanyia mara ya pili ukamsamehe. Sasa hivi anaweka kama sifa. Anafanya makusudi. Kila unapojaribu kumsamehe unasema kwamba huyu mtu atanifanyia kama alivyonifanyia mara ya kwanza. Unashindwa kumsamehe. Mwambie Yesu, nisaidie. Mwambie tu Yesu, nisaidie niweze kumwachilia mtu huyu aliyenikosea. Mwambie Yesu, nisaidie niweze kumsaidia baba huyu, niweze kumsamehe baba huyu aliyenikosea. Nimsamehe mke wangu, nisamehe na familia yangu walionikosea, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uweze kujua kwamba unaposhindwa kumsamehe mtu, naomba nitafutie, kuna sehemu anasema kwamba hata unapogundua kwamba unapoenda kutoa sadaka, hata kama unaenda kutoa sadaka, utanitafutia, sio mtumishi wa Mungu yote atakayepata kwa haraka. Hata unapoenda kutoa sadaka, kama kuna mtu ambaye amekukosea, unajua bisa kama kuna mtu ambaye amekukosea na hauna amani naye, unachotakiwa kufanya, iache sadaka yako madhabahuni kwanza kabla hujatoa, alafu nenda kaweke naye amani kwanza. Ukishaweka naye amani kwanza, ndio uje utoe sadaka yako. Kwa nini Yesu anasema hivyo? Ni kwa sababu ukienda kutoa sadaka yako ukiwa umemweka mtu moyoni, sadaka yako haiwezi kupokelewa na Mungu. Kuna watu najua hapa mmekosana na ume zenu asubuhi. Kuna watu najua hapa mmekosana na watu jana, lakini bado hamjaweka nao amani. Achilia. Mwambie mwenzako achilia. Nisomee Mathayo sura ya 5 mstari wa 23 na 24, inasemaje? Basi ukileta sadaka mbele zako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Unaona? Yaani kwamba kama una neno juu ya ndugu yako, kama una neno na ndugu yako, angalia msamaha ulivyo na nguvu. Wewe nenda kaweke naye amani kwanza. Umeona kwamba kwa nini unatoa sana ubarikiwi? Simuona kwa nini unatoa sana ubarikiwi? Na mimi nikwambie kitu, kuna muda mwingine shetani anajua kwamba leo unaenda kubarikiwa kanisani. Leo kuna kitu kinaenda kushift kwenye maisha yako ukiwa kanisani. Unaamka tu asubuhi, mwanamke ndo anakuvuruga, mwanamume ndo anakuvuruga. Asubuhi tu Jumapili unapoamka unapokuja kanisani. Kuanzia juzi mlikuwa mko sawa. Ndugu zako pale nyumbani kuanzia asubuhi mlikuwa mko sawa. Lakini ni kama amejua kwamba unaenda asubuhi kanisani, ndo ameanza kukukwaza. Kwa nini anatumika hivyo? Kwa sababu anajua kabisa ukikwazika hauwezi kwenda kupokea muujiza ambao unataka hata ufanyaje. Uombe, kama uomba Mungu hawezi kusaidia, ukitoa Mungu hawezi kusaidia. Yaani wewe kwa nini wewe pale nyumbani huwa mnagombana tu kipindi ambacho unakuja kanisani asubuhi? Unatakiwa ujiulize. Kwa nini mimi mwanamke wangu, kwa nini mimi mume wangu, kwa nini mimi watoto wangu wananikwazaga kipindi ambacho naenda kanisani? Muda wote huwa wanikwazi. Ila ninapotuenda ibadani wananikwaza. Ni kwa sababu shetani anajua kwamba utakapokwazika ukienda ibadani, hata mtumishi wa Mungu aombe vipi, hata mwenyewe uombe vipi, hata uvunje vipi, hakuna kitu kitakachovunjika. Kwa cha kufanya sasa, jitahidi sana unapoingia kwenye maombi yako, wasamehe watu waliokukosea. Hebu weka mkono wako kulia kifuani mwako. Sema, Bwana, ninaomba unipe moyo mpya. Uniombee moyo mpya. Moyo wa rehema, moyo uliopondeka na kuachilia, katika jina la Yesu. Utakaovutia ishara na miujiza
kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Mchapie Bwana Yesu makofi mengi. Unanielewa eh? Hiyo ni funguo kubwa sana ambao watu wanasahau kila siku. Samehe kwanza. Jambo la kwanza hilo. Umegundua si mpaka hapo umeshagundua kwa nini hujajibiwa maombi yako mpaka leo? Kwa sababu kuna watu umeweka moyoni mwako. Si ndio hivyo? Kwa sababu kuna watu walikosea umeweka. Kuna watu uliwasaidia lakini hawakumbuki fadhila zako, kwa hiyo umeweka. Umehold grudges, umeweka kitu moyoni mwako. Hicho kitu ndio kinachokuzuia wewe maombi yako yasiweze kujibiwa siku ya leo. Jambo la kwanza. Yaani mpaka tunapomaliza mambo haya 10 utakuwa umegundua kwamba kumbe ndo maana. Hebu sema kumbe ndo maana. Sema kumbe ndo maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine la kuzingatia ni kuomba kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba kwa nini? Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 6. Omba kwa shukrani. Wafilipi sura 4 mstari wa 6. Wafilipi sura 4 mstari wa 6. Anasemaje mtumishi wa Bwana? Neno la Mungu linasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema pamoja na kufanya nini? Na kushukuru. Shida ya watu wengi tuko hapa, unaenda mbele za Mungu na malalamiko peke yake. Unaenda mbele za Mungu na nini? Malalamiko peke yake. Umeingia kabla hujaanza kumshukuru Mungu, umeshaanza kuvunja na kuharibu. Umeshasema Baba, katika jina Yesu ninavunja, ninafyeka. Yaani gia ya kwanza umeshaanzia juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi, nimeshaingia tu. Yaani umeingia tu Baba, baada tu ya kuomba toba umeinuka. Yaani una shetani hiyo siku ya leo ataona. Sasa hayo maombi yatakusaidia kuvunja na kuharibu, lakini maombi hayo hayatakusaidia kupata majibu kutoka kwa Mungu. Narudia tena, maombi ya vita yanavunja vizuizi. Baada ya kuvunja vizuizi unafanyaje sasa? Kitu gani ambacho kitakufanya Mungu akupe majibu? Shukrani. Mwambie mwenzako shukrani. Mwambie tena shukrani. Baada tu kumaliza kufanya toba, mtu wa Mungu, unapoanza mwambie tu Mungu, ninasema asante kwa hivi nilivyo. Mungu, ninalibariki jina lako. Mungu, ninainua jina lako. Bwana Yesu, umenisaidia. Asante kwa kuwa wewe ni mzuri. Endelea tu kumwambia Mungu, mpe Mungu shukrani, mpe Mungu shukrani, mpe Mungu shukrani. Anasema haja zenu mnapoomba ombeni. Huku mnaposali shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila, maana hayo ndo mapenzi yake Mungu. Kila mnaposali, salini huku mkishukuru. Anasema huku mkiwa mnashukuru. Ina maana sala zako zinatakiwa ziambatane na shukrani mbele za Mungu. Mtoto asiye shukuru ni mtoto gani? Mbaya. Mtoto asiye na shukrani mtoto gani? Mbaya. Wewe unaweza kumpa mtoto wako kitu ambaye hakushukuru? Kila siku mtoto wako akushukuru, unaweza kumpa kitu? Hauwezi kumpa kitu. Kwa sababu mtoto asiyeshukuru ni mtoto mbaya. Kiomba uweze kujibiwa kwa urahisi. Mungu ameweka hivyo maombi. Kwa hiyo hata vitu ambavyo tunavidharau tunapoingia kwenye maombi kama kutokushukuru, ni vitu ambavyo ni vitu virahisi sana, lakini ni vitu ambavyo vina matokeo makubwa sana kwenye maombi. Ni vitu ambavyo unaweza ukaviona vya kawaida sana, lakini vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia vikahamisha maisha yako kwa maombi kabisa. Na unajua kwa nini hata wengi sana hamwezi kuomba hapa? Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mnaomba kwa sababu hamuoni matokeo. Ukiwa unaomba na huoni matokeo, huoni sababu ya kuendelea kuomba. Imagine kama ungekuwa kila unapoomba unapata kitu unachokiomba, ungekuwa umeacha kuomba? Yaani ukimwambia Mungu leo naomba kodi, kesho unaipata. Mungu naomba unipe gari, kesho unalipata. Ungekuwa umeacha kuomba wewe leo? Maisha yako asingekuwa ya maombi? Singekuwa unaomba? Lakini kwa nini unaacha kuendelea kuomba? Ni kwa sababu unaomba na haufanyi nini? Haupati. Ukiwa unaomba na kupata, unakuwa na nguvu ya kumwomba Mungu. Ukiwa na muomba mke wako hela au unamuomba mume wako hela na anakupa kila siku, utakuwa umpendi? Unampenda? Utampenda umpendi? Lakini akiwa anakataa kila siku, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kibinadamu kabisa, haiwezekani. Unampenda vipi sasa? Yeye kila siku unaishi unaisikilizia. Kuna vitu vinakaa sawa, kuna vitu bado havijakaa sawa. Vikikaa sawa na kusaidia, hawezi. Hakupi ngo. Kwa watu wengi hatushukuru tunapokuwa mbele za nini? Za Mungu. Jitahidi kushukuru. Mwambie mwenzako jitahidi kushukuru. Mwambie tena jitahidi kushukuru. Jambo la pili. Jambo la tatu, omba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 13. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba kwa jina langu, mkiomba lolote, nasema mkiomba
Shida, kuna watu mko hapa, utakuta mtu anaomba maombi dakika 30 hajataja jina la Yesu hata mara. Unaomba tu. Unaomba nani? Unaomba kupitia jina gani? Unaomba tu, navunja, nabomoa, navunja. Unavunja tu. Unavunja kupitia nini? Jina la Yesu. Unapokuwa kwenye maombi lazima uliweke jina la Yesu kwanza. Usiombe freestyle. Usiombe kienyeji. Unapomaliza tu kuomba jambo fulani, sema katika jina la Yesu. Unapomaliza tu kuomba kitu fulani, sema katika jina la Yesu. Jina la Yesu anasema mkiomba lolote kwa kupitia jina langu. Unapokuwa kwenye maombi, matatizo ndio yanatajwa sana kwenye maombi. Shida fulani, yani umasikini ndio unatajwa mara nyingi sana kuliko hata jina la Yesu unapokuwa kwenye maombi. Wewe unaomba kupitia umasikini. Unapokuwa kwenye maombi, unaomba sana mambo ya magonjwa yanayokusumbua. Wewe unaomba kupitia magonjwa, uombe kupitia jina la Yesu. Kwenye maombi yako ni kitu gani ambacho kinainuliwa sana kuzidi vitu vingine? Unanielewa eh? Angalia kwenye maombi yako yatakuwaje na uzito. Angalia ni jambo gani ambalo unaliinua sana unapokuwa kwenye maombi. Ni kitu gani ambacho unakiomba sana unapokuwa kwenye maombi. Angalia kwenye maombi yako. Ukitaka kujua maombi yako na uzito kwa namna gani, angalia jina la Yesu limetajwa mara ngapi kwenye maombi yako. Angalia maombi yako mengi yameelemea upande gani. Maombi yako mengi yameelemea kwenye kulalamika. Maombi yako mengi yameelemea kwenye shida ulizonazo. Mungu, mwezi unaisha, huu mwezi wa 6, ukodi Mungu hakuna. Maombi jana yote umeomba nusu saa, unamwomba tu Mungu kodi. Unafikiri kwa kuwa na maneno yako mengi ya kumwomba Mungu kodi ndio utamshawishi? Mungu akisema hapana. Mungu akisema ndio. Hauwezi kumbembeleza Mungu, abembelezeki. Unanielewa eh? Mshana kwenye Biblia kama kuna mtu alikuwa anambembeleza Mungu kumpa kitu. Nionyeshe sehemu gani ambapo mtu alikuwa anabembeleza. Kwa Biblia kuna kuomba kwa bidii, kuna kuomba kwa kurudia, ila kuna kubembeleza. Yaani kwamba Mungu, najua ninaomba unisaidie. Mungu, angalia sina kodi kabisa. Mungu, si unaona mwenyewe nilivyo na shida mtoto wako. Mungu, si unaona mambo mwenyewe ambavyo haendi. Unaona hata biashara zenyewe Mungu nilivyopigwa. Mungu habembelezeki. Hauhitaji maneno yako mengi kumshawishi Mungu. Mungu anataka umletee hoja zenye nguvu, full stop. Mungu anataka hoja, hataki kubembelezwa. Unapoenda wewe kama mtoto wake unaenda kwa point kwamba Mungu na 1 2 3 nahitaji ufanye kitu 1 2 3. Mungu na nahitaji ulifanyie hivi kwa sababu ya hivi. Mungu hivyo anajibu. Ila eti unaanza kumbembeleza Mungu, hamna. Hakuna. Amwambia kumbembeleza Mungu hakuna. Mungu anataka hoja. Mwambie mwenzako Mungu anataka hoja. Mwambie tena Mungu anataka hoja. Lazima ujifunze kupeleka hoja zenye nguvu mbele ya Mungu. Na sio hoja tu. Anasema kwamba leteni mbele zangu hoja zenye nguvu. Kuna mtu mmoja nilikuwa namwambia juzi, akakuja, pasa, naomba unisaidie. Kodi pasa inaisha. Pasa, naomba unisaidie. Nikamwambia, unajua kwa nini hupati kodi? Hapa sasa mimi sielewi, yani kama kuomba nimeomba sana pasa. Pasa kama kuomba nimeomba sana. Nikamwambia hivi, haupati kwa sababu kipindi tunachopata kodi, ukishalipa kodi, hiyo nyumba boyfriend wako yule kila siku anakuja huko. Kwa Mungu anachokijua, akikusaidia wewe uweze kulipa kodi, hii nyumba itafanyika kwa dangulo la uzinzi. Hakupi. Mmenielewa eh? Mmenielewa eh? Kuna watu wengine Mungu awabariki biashara zenu kwa sababu anajua ukikubariki biashara unachukua biashara unaenda kuhonga. Yaani Mungu amekubariki pesa, pesa aliyokubariki Mungu inakupeleka mwenyewe kwenye kaburi lako. Mnanielewa eh? Pesa amekubariki nani? Inakupeleka mwenyewe kwenye kutenda dhambi. Sasa Mungu anasema huyu mtu ngoja nibane tu. Basi hakuna kupata. Kwa namna hiyo atashika nini? Atashika adabu. Ndio nimwambia hivyo, mnacheka. Nimwambia hivyo. Nikamwambia kale ka boyfriend kako kale akakulipia hata kodi. Baada ya kulipa tu mkodi, kanashinda huko kila siku. Kwa Mungu anasema kwamba mimi siwezi nikakubariki kitu, baada ya kubariki kitu ukaanza kujuta kwa sababu baraka zake hazina nini? Majuto. Ina maana baraka ya Mungu mwisho wa siku inatakiwa isikupe majuto. Mungu asije akakubariki kitu kikaja kuzalisha majuto baadaye. Kikaja kufanya baadaye upotee. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kuliko kukupa baraka na ukapotea, ni yuko tayari asikupe, ni bora asikupe kabisa. Mwambie mwenzako omba kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzako omba kupitia jina la Yesu. Kwa maombi yako uzito wake utatokana na kwamba kwenye maombi yako unaomba sana kitu gani. Jambo litakalo kusaidia kuweza kuomba ili kupata majibu. Jambo la 4 ni kuomba kwa kudumu bila kukata tamaa. Watu wengi tuko hapa nakwambia, mtu akiomba jambo miezi 6, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, baada ya miaka 3 ameona hamna majibu, anakata tamaa na acha. Sasa unamwachia nani? Muulize mwenzako unamwachia nani? Muulize mwenzako unamwachia nani? Sasa hivi unajua watumishi wa Mungu natakiwa mjue mtu wote tunamuomba mtu gani? Hiyo unafikiri Mungu wewe ukiomba ukikata tamaa unafikiri ana hasara? Muulize mwenzako hivi unafikiri Mungu ana hasara?
Kuna watu wanafikiri sasa si Mungu anahitaji sana maombi yako. Maombi yako ya nini sasa? Si ni shida tu hizo unampelekea. Si ndio hiyo unampelekea tu shida. Kusifu kwenyewe, unapoingia kwenye maombi usifu, ushukuru, uabudu, unaingia moja kwa moja kwenye maombi. Si unampelekea kila siku shida. Unamweka Mungu ni ATM card, si ndio hivyo? Kama unaenda kwenda kutoa hela muda wote unaotaka, unapeleka shida muda wote. Mungu hahitaji sana maombi yako. Kwa sababu Mungu kwanza, kuna wale wenye wai 24 wapo tu kule kila siku wanaabudu kila siku. Wewe unafikiri kwamba Mungu anahitaji maombi yako kila siku. Umeomba, umeona havitokei, unakata tamaa, unaacha. Unamkatia tamaa nani sasa? Mungu anahitaji watu wenye imani ya kung'ang'ania kama Elia. Ameomba mara ya kwanza hajaona majibu. Piga mara ya pili hajaona majibu. Ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Baada ya mara ya 7 ndo mvua ikashuka. Mungu anahitaji watu wa namna hiyo. Omba bila kufanya nini? Omba bila kufanya nini? Na Mungu amezidi kuonyesha mara kwa mara kwamba hutakiwi kuomba bila kukata tamaa. Maandiko yanatuambia nini? Maandiko yanatuambia kuna mtu mmoja, jemedari, alimwendea Elisha. Baada ya kumwendea Elisha, alikuwa na ukoma. Elisha akamwambia, Bwana, huu ugonjwa wako, nenda kajichove kwenye mto Yordani mara 7. Na nenda kajichove kwenye mto Yordani mara ngapi? Mara 7. Maandiko yanatuambia kwamba kajichove mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7 alivyojichomea, ngozi yake ikarudia kama mtoto mchanga, ngozi ya mtoto mchanga. Ngozi yake ikapona. Ukoma ukamwachia. Kwa nini Mungu alimwambia mara 7? Mungu anakuonyesha kama inatakiwa uendelee kuomba. Umeomba mara ya kwanza umeona upate majibu, endelea kuomba mara ya pili. Umeona mara ya pili upate majibu, nenda mara ya 3. Umeona mara ya 3 upate majibu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 mpaka upokee majibu. Unamwambia Mungu, mimi sitaacha kuomba mpaka kieleweke. Mungu, nimechoka kukaa katika hali kwa muda mrefu. Mungu, maskini huu ni sasa hivi Mungu, sasa hivi najikomiti kuanza kuombea uchumi wangu. Nitaomba mpaka nione uchumi wangu unabadilika. Mungu, sasa hivi nimejikomiti kwa ajili ya kuombea afya yangu. Nitaomba mpaka kuona afya yangu inabadilika. Mungu, sasa hivi nimejikomiti kwa ajili ya kuombea afya, amani katika ndoa yangu. Mungu, nitaombea amani katika ndoa yangu mpaka nione amani inapatikana. Mungu, sitaacha. Mungu, sitakata tamaa. Mungu anahitaji watu wenye moyo kama huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nakaa tu unaomba mara kwanza mara pili unaacha. Unamwachia nani? Mungu anatamani uwe naomba bila kukata tamaa. Omba kwa kudumu. Omba kwa kufanya nini? Usikate tamaa. Mbona unakata tamaa? Mbona unachoka? Usikate tamaa wala usichoke. Omba kwa kudumu. Omba bila kukata tamaa. Omba ukiona unaamini kwamba Mungu atafanya, hata kama hatafanya leo, kesho au kesho kutwa, ila mimi sitaacha kuomba kwa sababu sijapata majibu. Omba kwa kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa eh? Omba kufanya nini? Kwa kudumu. Omba kwa kudumu. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 na mstari wa kwanza. Luka sura ya 18 na mstari wa kwanza. Luka sura 18 mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imepaswa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Imepaswa kumwomba Mungu siku wala usikate. Umekuja leo kanisani, siku ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 hujaona matokeo, umekata tamaa. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, umekaa mwaka mmoja, hujaona matokeo, umekata nini? Sasa ukikata tamaa, nini kinabadilika? Unabadilisha nini kwa kukata tamaa? Hamna kitu unachokibadilisha. Endelea kumwomba Mungu mpaka utakapoona nini? Matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana eh? Jambo la 4. Jambo la 5, omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa nini unatakiwa omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu? Kwa sababu sio kila unachokitaka Mungu ndo anakitaka. Kuna vitu vingine unavitaka Mungu havitaki kwenye maisha yako. Kuna vitu vingine unavitaka Mungu avifanye nini? Inatakiwa ujue kama kwenye maisha yangu mimi mapenzi ya Mungu ni nini? Mungu anahitaji nini kwenye maisha yangu? Anataka nini kwenye maisha yangu? Ushajiuliza kwenye maisha yako kwamba Mungu anataka nini kwa ajili yako? Yaani ukijua Mungu anataka nini kwenye maisha yako, itakupunguzia hata muda wa kuomba kwa muda mrefu bila kuwa na maana. Utajua bwana, mimi hapa natakiwa niombe vitu kwa sababu utajua kwamba mimi nikiomba hivi sio kama Mungu hivi vitu sio Mungu anavyovitaka kwenye maisha yangu. Ina maana ni ili nikitaka kupokea, hebu kuto kupoteza muda, nisiombe hivi vitu. Ngoja niombe hivi. Kuna watu hata hapa tu nikisema tu niwasimamishe hapa, waombe wanavyoombaga, unaweza kashangaa vitu vya ajabu watu wanavyoomba. Mtu anaweza akatoka kaja hapa akasema, Mungu naomba unipe ndege. Aya, Mungu anakupa ndege. Unajua kuiendesha? Hela za kumlipa mtu hela za kumlipa mtu anayeendesha ndege unazo? Unaomba Mungu ndege, Mungu anakupa hapa ndege, hiyo hapa. Hela mafuta unayo? Si unaona vitu unavyoomba? Mungu naomba unipe gari, hata leseni ya dereva una. Maandalizi gani ambayo umefanya ili kuweza kulipokea hilo gari? Mtu anaingia kwenye maombi anasema, Mungu ninaomba unipe nyumba.
Mungu anaweza kukupa nyumba ukashindwa hata kulipa bili ya maji. Kaanza kusumbua watu tena. Na ndio maana Suleimani aliomba hekima kuliko vitu vyote. Hekima inakusaidia. Yaani hata wewe kati ya vitu ambavyo unatakiwa muombe Mungu ni hekima kwanza kabla hujapata hizo hela. Kwa sababu Mungu hawezi kumpa hela mtu ambaye hana hekima. Hela bila hekima inakuangamiza. Hela bila hekima inakupoteza. Mungu anahitaji unapomwomba pesa au unapoomba Mungu kitu chochote, mwambie Mungu akupe kwanza hekima. Mfano bado nimwambie Mungu naomba unipe gari kwa mfano. Nitakachokifanya kabla siingia kwenye maombi, nenda kwanza driving. Nenda kwanza wapi? Driving kwanza kujifunza udereva. Ili nipate leseni. Kwa sababu Mungu anaweza kanipa gari. Mungu amenipa gari hapa naendeshaje? Nitakuwa naendeshwa. Na ndio maana Mungu kabla hajamuumba Adamu na Eva, alitengeneza kwanza bustani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anaandaa mazingira ya kuweza kupokea Adamu na Eva. Kama alikuwa anajua anaweza kawaumba, lakini watu hawa watakaa wapi? Anaweza kawaumba hawa watu hawa watalima wapi? Watakula wapi? Watavaa nini? Mungu ni kanuni ya Mungu. Kabla hajakupa kitu chochote, Mungu anafanya maandalizi kwanza. Na ndio maana muda mwingine kwa nini tunabaki kuwa ni maskini kwa muda mrefu? Ni kwa sababu Mungu anatengeneza kwanza tabia ndani ya mioyo yetu. Tabia ambazo tutakapopata utajiri zitatufanya tusione wengine kwamba hawana kitu. Na ndio maana Mungu anatukalisha sehemu moja kwa muda mrefu kwanza. Kwa sababu Mungu kabla hajakupa kitu anakuandaa kwanza kwenye eneo la kitu ambacho anakupa. Na ndio maana watu ambao Mungu ameshaachia vitu kwenye maisha yao ni watu ambao Mungu ameshawaandaa tayari. Wewe unatamani Mungu akupe vitu tayari. Umeshajiandaa au sasa hivi ndio umekata tamaa? Nakwambia, mtu ambaye anakata tamaa sasa hivi asipokuwa na hela, hata akipata pesa atakata tamaa vile vile. Yaani mtu ambaye anakata tamaa asipokuwa na nini, ni tabia ya mtu. Mungu anakuandaa kwanza. Ni kitu gani ninachokihitaji siku ya leo? Mungu yuko anakuandaa. Kwa hiyo hata mwenyewe kama kanuni ya Mungu ilivyo ni kumwandaa mwanadamu, hata mwenyewe unapotaka kitu kutoka kwa Mungu, jiandae kwanza. Hata kama una hela ya leseni, basi anza kufanya nini? Anza kumwambia Mungu, basi naomba unisaidie Mungu nipe hela basi ya leseni kabla sijataka hela nini? Ya gari. Mungu anakuandaa kwanza. Hakuchelewesha na kuandaa. Omba sawa sana mapenzi ya nini? Na mapenzi ya Mungu yanabadilika kati ya nyakati na nyakati. Muda huu Mungu anaweza kana kwambia utembee, lakini baada ya miaka 3 Mungu anakuambia ukimbie. Ni Mungu anakubadilishia mwendo. Ni mapenzi ya Mungu. Mimi naweza nikaa sasa ni mtumishi wa Mungu. Labda nafanya kazi ya Mungu peke yake. Baada ya miaka 4 Mungu akaniambia nifungue na biashara. Baada ya miaka 10 Mungu akaniambia nifungue na makampuni. Ila kwa muda huu sitaki kuomba makampuni. Sasa hivi natakiwa niombe sana kitu ambacho Mungu amefanya nini? Amenipa na ameniamini. Mungu amekuamini kwenye nini na amekupa nini siku ya leo? Anza kufanyia kazi hapo kwanza. Anza kumwomba Mungu kwanza hapo. Mungu amekuamini, amekupa mtaji wa shilingi 500, nenda kauze karanga, anzia hapo. Mungu ndo amekuamini kwa hicho sasa hivi. Utakapokuwa unazidi kukua na utakapokuwa unazidi kuqualify katika viwango vya juu, Mungu atazidi kukupa vitu vingine zaidi. Umenielewa eh? Watu wengi ambao unaona mtandaoni wanasema kwamba wana hela, hawana hela. Hawana hela. Hela huwa haikai sehemu zenye kelele. Mwambie mwenzako hela huwa haikai penye kelele. Mwambie tena hela huwa haikai penye kelele. Kama unaapa sana hapa, hela haiwezi kukaa kwako. Hela ni roho. Kuna siku unakuja kuwafundisha roho ya pesa inavyofanya kazi. Hela huwa haikai kwenye nini? Umeshaenda benki? Ushaenda benki ukasikia palivyo? Wanauza hata kuongea na simu. Kwa nini? Kwa sababu hela huwa haitaki kelele. Hela huwa haitaki kelele. Ukiweka tu kelele hela inakimbia. Benki si hata TV zilizopo benki si wamezitoa sauti. Amjaiona wangapi washaona hivyo hata TV zilizopo benki wamezitoa sauti? Kwamba nyie pale mliokaa pale ni wastaarabu sana. Vitu vingine takiwa ufikirie kawaida, ni wastaarabu sana nyie mliokaa pale. Mbona kwenye magari wanafungulia muziki kwenye daladala? Hata ustarini kuna muda wanaweka kasauti, lakini wanaweka kasauti kadogo. Lakini benki hawaweki sauti kabisa kwa sababu hela huweka sehemu yenye kelele. Unapoona mtu anapiga sana kelele hivi, ujue hela hizo sio za kwake. Hana hela huyo.
Angalia matajiri wengi ambao unawaona ni watulivu, hawana kelele. Wasio na pesa, waliopata 200 sasa hizi ndo hatari. Kelele nyingi kweli, kelele nyingi. Kwa ukitaka Mungu akupe pesa, inatakiwa ukate mdomo. Ukate nini? Mwambie mwenzako hela uwekae kwenye kelele. Mwambie tena hela uwekae kwenye kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la sita, tunaingia jambo la sita Jambo la sita, funga na kuomba. Kitabu cha Mathayo 17:21 inasemaje? Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kuna baadhi ya vitu huwa havitoki mpaka ufunge na kuomba kwanza. Kuna baadhi ya vitu Mungu hawezi akaviachilia kwenye maisha yako mpaka ufunge na kuomba kwanza. Mara mwisho umefunga lini? Mara mwisho umefunga lini? Kwa lazima mpaka leo unapakia tu. Pakia tu. Kuna baadhi ya vitu haviwezi kutoka mpaka uwe ni mtu wa kufunga na kuomba. Kuna vingine vinatoka, ila namna hii ukiitaka lazima uweze kufunga na kuomba. Unapoona unapigana vita na ukaona njia unayotumia kupigana vita haifanyi kazi, badilisha namna ya kupigana. Hizo ni mbinu za vita. Narudia tena, unapoona hata unafanya maombi ya aina fulani hayakupi majibu, badilisha staili ya maombi. Unapoona maombi ya kawaida hayakupa majibu ya kile kitu unachokitaka, jaribisha kufunga. Unapoona maombi ya kufunga hayakupi majibu, jaribisha maombi ya kufunga na kutoa sadaka. Unapoona maombi ya kufunga na kutoa sadaka hayakupi majibu, ongezea na usiku. Amka usiku, omba. Utakapokuwa unafanya hivyo, utakuwa unajihakikishia ushindi. Sio unatumia njia moja ile kila siku kuomba, unaona haikupi majibu, na uko maana nayo hiyo. Badilisha. Kwa lazima uweze kujua ni mbinu gani ya vita ambayo inafanya kazi kwenye vita unavyopigana. Jambo la 7, omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Yakobo sura ya 5:16. Omba kwa bidii. Neno la Mungu linasema, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponya. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba. Ongeza bidii kwenye maombi. Mwambie mwenzako ongeza bidii kwenye maombi. Mwambie tena ongeza bidii kwenye maombi. Unanielewa Lazima ujifunze kuongeza bidii kwenye maombi kwanza. Bila kuongeza bidii kwenye maombi, wewe kutoka hapo ulipo itakuwa ni kazi kubwa. Itakuwa ni ngumu sana. Lazima uongeze bidii kwenye nini? Kwenye maombi yako. Unajua kuna mtu mwingine anasema hata mimi ningekuwa Mungu siwezi kumpa huyo mtu kitu. Mtu anaomba amekaa kwenye kiti amekunja na 4. Wewe umekuwa ni bosi au unaomba? Wewe si ni bosi tayari. Wewe unamvimbia Mungu au unafanya nini? Si unamvimbia Mungu hapo? Yaani mtu anaomba kakunja 4. Anaomba eti kuna watu wanaomba wameweka mikono mfukoni. Mimi nawaangaliaga tu. Mtu anaomba ameweka mikono mfukoni. Una nini? Unataka kutoa mpe hela Mungu au unataka kufanya nini? Hiyo mikono mfukoni inatafuta nini huko? Kuna mtu anaomba ka relax, yani hana shida. Anafanya tu hivi, hana shida. Anaomba tu. Kwa mwingine anaomba, sasa wengine anaomba haya, anaomba yuko kitandani amejikunja. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako Mungu, nakushukuru. Usingizi tayari. Shida unaomba ukiwa relax, acha kujihurumia, omba kwa bidii. Unapoomba kurupuka tu kitandani, anza kuomba. Usiombe Baba, katika jina la Yesu. Mungu utazidiwa, utaanza kukemea Yesu. Utaanza kumkemea Yesu. Ushaona kama uwezi kujua kama hujaiomba ukiwa na usingizi. Ukiona ukiwa na usingizi unaweza kashangaa unaongea vitu vya ajabu hata mwenyewe ujue unastuka, unaomba ndio kuomba. Unaomba vitu vya ajabu. Omba kwa bidii, mwambie mwenzako omba kwa bidii. Mwambie tena omba kwa bidii. Mungu anaomba Baba katika jina la Yesu, imeandikwa tafakarini mkiwa vitandani mwenu. Na tafakari mkiwa kitandani. Zaburi sura ya 4 mstari wa 8, tafakarini mkiwa vitandani mwenu. Baba, natafakari kwa heri. Shetani anajua kabisa huyu ngoja muigizie karoka usingizi, uko serious. Umeamka kwenye maombi ya usiku. Yaani kuna watu wameamka kwenye maombi ya usiku. Kuna baridi amejifunika na blanketi anatembea nalo, anaomba. Tunakumbuka tulikuwa shuleni kwetu kule Umbwe kulikuwa na baridi sana.
Kuna watu nakuta anaingia kwenye kipindi cha maombi, angekuwepo kwani angewaambia, alikuwa ni mwenyekiti wetu wa maombi. Yaani mtu anaingia kwenye maombi, amekaa pale, amejikunja, ameingia na blanketi. Kwenye kipindi cha maombi ameingia na nini? Na blanketi amekaa nalo. Kibosho kuna baridi nyie watu. Kibosho kuna nini? Wangapi wanapajua kibosho? Kibosho umbo sisi tumesoma pale na mtumishi Mwambene. Kuna baridi kweli kweli. Yaani kuna baridi mpaka unashukaga kama ukungu. Ukikaa hivi mlima Kilimanjaro unaona ule pale. Sasa watu wanaingia kwenye maombi kwa sababu kuna baridi sana. Mtu ameingia amejifunika blanketi, amejikunja kwa ile akabarika, ajifunika blanketi, amevaa na mzula juu na socks chini. Kwa hiyo ni kulala tu. Wenzake wewe ni kulala tu. Unamwambia wewe si ungeenda kulala. Mungu atiseka, hapana mtumishi, hapana mjoli wa Bwana, anaenda kuomba. Chai tena. Omba kwa bidii, acha kujihurumia. Omba kwa nini? Acha kujihurumia, omba kwa bidii. Mwambie mwenzako omba kwa bidii. Omba kwa bidii. Omba ukiwa na moyo safi. Kitabu cha Zaburi sura ya 66 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kuwaza maovu moyoni mwako. Unapoingia kwenye maombi, mwambie Mungu nisamee, nitakase. Nisaidie Mungu unapoingia kwenye maombi. Nifutie dhambi zangu zote. Nifutie hatia yangu yote. Mungu, yote niliyokukosea, Mungu naomba ukafanye nini? Ukanisamee. Ni maombi ambayo wewe unafanya kazi muda wote, ni maombi ya rehema tu. Maombi ya rehema tu, yani hakuna maombi kama hayo. Maombi ambayo unafanya kazi muda wote ni maombi ya rehema. Unapoona kuna vitu havielewi kwenye maisha yako, omba rehema. Unapoona kuna vitu havielewi kwenye familia yako, omba rehema. Usiombe kitu chochote, toba. Omba tu toba kwa ajili ya watoto wako. Omba tu toba kwa ajili ya mume wako. Omba toba kwa ajili yako mwenyewe. Huelewi kitu, omba toba. Wewe omba tu toba. Toba huwa ina tabia kurahisisha vitu. Haihitaji sababu kuomba toba. Haihitaji kugundua kama umekosea ili kumwomba Mungu toba. Omba toba kwa ajili ya ardhi. Omba toba kwa ajili ya vitu vingi. Omba tu rehema. Muda wote omba tu rehema. Ndio maombi ambayo wanafanya kazi muda wote, nyakati zote. Muombe Mungu rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo omba toba muda wote. Jambo la ngapi hilo? Jambo la 9. Omba kwa neno la Mungu. Omba kwa neno la Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Mimi nikikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Maneno ya Mungu yanatakiwa kae ndani yako, maneno ya Mungu. Yale aliyoyasema Yesu. Yale aliyosema Mungu kwenye kitabu chake, maneno yake yakae ndani yako kwanza kabla hujaomba. Na ndio maana wanasema kabla hujaomba hakikisha unasoma ka Biblia kidogo, hata ni mistari 2-3. Usiingie kuomba kwa sababu tunayajua maandiko. Omba, soma neno la Mungu kuhusiana na jambo lolote lile. Soma neno la Mungu kuhusiana na kitu chochote kile. Jambo la mwisho, omba kwa imani. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 6. Omba kwa imani isiyotetereka. Neno la Mungu linasema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Omba kwa shaka, bila pasipokuwa na shaka. Unapokuwa unaongea na mtu, kuna mtu mwingine unaona kabisa huyu. Kuna mtu mwingine anakuambia hivi, mtumishi, vita inawezekana kweli? Yeye anaomba mtumishi, anakuambia ni kweli mtumishi wa Mungu. Hivi lakini itawezekana pale kazini mtumishi wa Mungu mambo ni mabaya kweli? Mimi nachukiwa sana, hivi inawezekana kupandishwa cheo kweli? Mbona nachukiwa sana mtumishi wa Mungu, itawezekana? Wewe unafikiria katika namna ya kibinadamu. Mwache Mungu afanye kwa njia zake ambazo anajua kwamba anaweza kufanya. Mambo ya kujiuliza kwamba wewe sijui inawezekana iwezekane, wewe shida yako, wewe kazi yako ni kuamini tu. Au mambo mengine kwamba Mungu atafanya nini? Atafanya mwenyewe. Hiyo sio kazi yako. Hiyo ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ya kwamba atafanya au asipofanya ni kazi ya, hiyo sio kazi yako wewe. Mmenielewa eh? Mmenielewa eh? Funga macho yako tuombe. Baba, nasema asante Bwana kwa ajili ya neno lako, asante Bwana kwa ajili ya nguvu zako. Mungu anasema asante kwa kuwa Bwana umetubariki, asante Bwana kwa kuwa umetuinua. Baba anasema asante kwa kuwa neno hili litaenda kuzalisha matokeo kwenye maisha yetu. Baba anasema asante kwa kupitia neno hili ya kwamba utakwenda kubadilisha mioyo yetu, utakwenda kubadilisha fahamu zetu, hata namna ambayo tutakuwa tunakuja mbele zako Mungu wa mbinguni itabadilika. Mungu anasema asante katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amina. Mchapie Bwana Yesu makofi. Inaomba ukamate sadaka yako ya kawaida pale ulipo. Na kama umebarikiwa sema nimebarikiwa sana.
Kama umejifunza kitu, sema nimejifunza kitu. Amina, watumishi wa Bwana. Kamata sadaka yako. Na wewe unayetusikiza kwa njia ya mtandao, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu na za benki ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yetu. Unaweza kufanya hivyo, na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki na kuzidishia ulipotoa. Ninaomba mahali pale, shika sadaka yako kwa mkono wako kulia, sadaka yako kwa ajili ya neno la Mungu. Inua juu, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo ndeti hai, naziombea sadaka zao Bwana wanazozitoa. Mungu wa mbinguni, naomba kuanzia sasa Bwana, naomba ukaongezee, naomba ukawazidishie kuanzia siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo ndeti hai, Baba, naomba ukaongezee na ukawazidishie pale ulipokutolea Bwana Yesu. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukafanye jambo jipya kwenye maisha yao kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na fungu lako la 10, nyosha mkono wako juu. Uko na fungu lako la 10, nyosha mkono wako juu. Shemasi, naomba upelekee bahasha. Na pia hata kwa nyinyi mnaotusikiza kwa njia ya mtandao, kama mna mafungu yenu ya 10, mnaweza pia mkatoa kupitia namba hizo za simu ambazo zinaonekana hapo kwenye kioo chako. Kama mna mafungu yenu ya 10, unaweza kumtolea Mungu mahali pale, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana.